Salamu za asubuhi, za mchana na za jioni popote na muda wote utakapopatikana, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu unaendelea vizuri popote ulipo, na tunakukaribisha kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na tukianza mkoani Kivu ya Kusini, mapigano makali yameripotiwa kuzuka hiyo jana tarehe 31 Januari mwaka 2026 huko Rusankuku karibu na mji wa Minembwe, kati ya muungano wa wahasi wa Twirwaneho wa Red Tabara wakiwa pamoja na jeshi la Rwanda RDF dhidi ya jeshi la taifa FARDC likiwa pamoja na wapiganaji wa Zalendo katika maeneo ya nyanda za milima mirefu za Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vilivyoko eneo la tukio, vinadai ya kwamba ndege zisizokuwa na rubani za kivita, yani drone kamikaze, zimeripotiwa kufanya mashambulizi ya mabomu huko Madegu, hapo tukiwa ni Minembwe Centre. Na huku hii leo tarehe 1 Februari mwaka 2026, mapigano mengine makali yameripotiwa tangu saa 11 kumradhi ya asubuhi, yani 5h, kati ya jeshi la taifa FARDC likiwa pamoja na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya muungano wa wahasi hao katika vijiji kadhaa vya vitongoji vya Minembwe vilivyo kwenye nyanda za milima mirefu ya tarafa la Fizi. Na vyanzo vingine vya habari vinaripoti kuwa mapigano pia yameripotiwa katika maeneo ya Kamombo, Vijombo na Mikenge katika wilaya ya Mwenga. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea na mashambulio yake dhidi ya wahasi hao ili kurudisha maeneo yaliyoangukia mikononi mwao, ambayo yanatishia usalama hasa kwenye barabara muhimu zinazounganisha maeneo muhimu katika mikoa ya Maniema, Tanganyika na Kivu ya Kusini. Na mashambulizi hayo yamefanya waweze kuchukua udhibiti wa Mikenge na linaendelea kusogea kuelekea Minembwe Centre kwa lengo la kulinda raia na kurejesha mamlaka ya serikali. Kulingana na chanzo cha kijeshi, mapigano kwa sasa yanaripotiwa kwenye aksi 3 muhimu ambazo ni aksi ya Tuwe na Mikenge kati, aksi ya pili ni Kalingi na Minembwe, na njia ya tatu ama aksi ya 3 ni Kakenge na Minembwe. Kwa mujibu wa chanzo hicho cha kijeshi, kimesisitiza ya kwamba wakazi wa Minembwe wanastahili kulindwa na jeshi lao. Mamlaka ya serikali lazima yaanzishwe kikamilifu katika eneo hilo kama ilivyo sehemu nyingine zote za Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na tukisalia jimboni Kivu ya Kusini wilayani Walungu, wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 wameonekana wakijiondoa maeneo mengi ambayo walikuwa wameweka ngome zao huko na kuteremkia mjini Bukavu. Kulingana na vyanzo vingi vya habari, vinadai ya kwamba kati ya saa 1 jioni ama saa 1 usiku na saa 2 usiku ya jana Jumamosi tarehe 31 Januari mwaka 2026, huku wanajeshi hao walikutana na wenzao katika kambi yao ya Kanteve na wengine kujielekeza kwenye maeneo ya Kansayo na tukiwa humo jijini Bukavu. Baadhi ya wakazi wa mji wa Bukavu walioshuhudia tukio hilo waliamini ya kwamba hiyo ni ishara ya kuondoka ama kujiondoa rasmi kwa wahasi hao. Ila jimboni Ituri kumeripotiwa shambulio linalodaiwa kutekelezwa na magaidi wa IDF dhidi ya kijiji cha Mutei Mapendo kilichopo katika grupema ya Banda Vilemba wilayani Irumu, takriban kilomita 30 kaskazini magharibi mwa Oicha. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, raia kadhaa walifungwa mikono na washambuliaji hao, huku mali nyingi zikitekwa. Nyumba pia zilichomwa moto, hali iliyosababisha wakazi wengi kukimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Na jimboni Kivu Kaskazini katika wilaya ya Ruchuru, ni tangu saa 5 asubuhi ndipo wahasi wa M23 pamoja na washirika wao jeshi la Rwanda walizingira mji wa Bambo. Vijana wote walichukuliwa kwa nguvu na kisha kulazimishwa kukaa chini kwa mkusanyiko kwa nguvu. Baadhi yao waliachiliwa, hususan walimu na wahudumu
wa afya, lakini zaidi ya vijana 100 wamepandishwa kwenye magari yanayoelekea kambi za mafunzo. Mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu aliyefanikiwa kukwepa operesheni hiyo amelahani uorozoshwaji huu wa kinguvu wa vijana kwenye majeshi ya wahasi, akieleza kuwa ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Na kwa upande wa diplomasia, kabla tu ya siku kadhaa ya mkutano wa kimataifa unaohusiana na madini ya kimkakati unaotarajiwa kufanyika hii tarehe 4 Februari mwaka 2026 huko jijini Washington nchini Marekani, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi anaripotiwa kufanya safari ya ziara jijini Abu Dhabi katika nchi za Falme za Kiarabu. Ziara hiyo inayotajwa kuwa ni kwa kukomaza urafiki kati ya nchi hizo mbili inalenga kusahini mikataba za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji wa kimkakati pamoja na kutumika pamoja katika sekta zinazolenga rasilimali. Na baada ya hatua hiyo huko Mashariki mwa Kati ama Moyen-Orient, ndipo baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi ataendelea na ziara yake huko mjini Washington DC. Na tukumbushe pia ya kwamba hiyo jana tarehe 31 Januari mwaka 2026, Rais Felix Tshisekedi alipokea wawakilishi wa nchi zote nchini Kongo huko mjini Kinshasa katika jumba la taifa ama Palais de la Nation kwa ajili ya mkutano ambao unasemekana ni kwa ajili ya sherehe za kutakiana heri ama échange de vœux. Kama desturi ya mkutano huo, mabalozi na wawakilishi wengine wa nchi zao nchini Kongo ndio wanaohudhuria mkutano huo wakiwa wamezunguka rais wa Kongo, na hii inafanyika kila mwanzo wa mwaka. Mkutano huo unarahisisha mabadilishano ya mawazo katika ngazi zote za kazi za kidiplomasia zenye upekee, na pia hutoa fursa ya kujadili kuhusu hali halisi ya mahusiano kati ya nchi zinazowakilishwa kwa muda huo katika kikao hicho. Kitu kikubwa tulichokariri kutoka mkutanoni humo ni kwamba katika hali ya mchakato wa kuandaa mazungumzo jumuishi ya kitaifa ama dialogue inclusif intercongolais, Rais Tshisekedi ameweza kukubali kufanyika kwa mazungumzo hayo, lakini kwa masharti kadhaa ambazo alisema ya kwamba mazungumzo hayo yanapaswa kufanyika nchini Kongo peke yake, yanapaswa kuandaliwa na mamlaka husika ya serikali kwa kuheshimu kanuni za katiba ya nchi, na hapana yaandaliwe na wawakilishi wa makanisa SNC na Senko na wote walio upande wa mahadui wa Kongo watakao hawatokaribishwa katika mazungumzo hayo. Huku Rais Tshisekedi akamalizia kwa kuzikumbusha nchi na wanachama wa jumuiya ya kimataifa juu ya uwajibu wao kufuatia tamko la wazi la Rwanda linalokiri ushirikiano wake wa kiusalama na muungano wa M23 AFC Twirwaneho na Red Tabara, akieleza kuwa jumuiya ya kimataifa haiwezi kuendelea kunyamaza wala kupuuza ukweli huu, na kuitaka ichukue hatua za dhati na za haraka dhidi ya wote wanaohusika katika kuvuruga amani, usalama na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwishowe, wanadiplomasia wote waliothibitishwa Kinshasa walitoa tamko la pamoja la kupinga vitendo vyovyote vya uvamizi dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Endelea kuambatana nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa.